Mberi ambaye anafuatilia mashindano ya michezo ya shule za upili ambayo yameingia siku yake ya 4. Mberi, ya joto la Mombasa linakupelekaje? Nilisikia ukitaja maji ya madafu, sijui kama ulifanikiwa kuyapata ula. Sasa hivi nipo katika shule ya upili ya Shimo la Tewa. Kwa kweli nyuzi joto zipo juu, jasho hapa chembamba, kila nitoka kweli kweli, lakini mwisho wa siku madafu ninayo, nimekuwa nikiyatumia siku nzima, lakini pia maji angalau kujituliza. Lakini hapa nilipo ni mechi ambayo inaendelea sasa hivi, mechi ambayo inakutanisha mabingwa watetezi, nazungumzia Dr. Agri ambao wanapiga dhidi hasa ya Lukenya. Kumbuka kwamba Dr. Agri wanawakilisha eneo hili la Pwani na ni mechi ambayo ipo katika robo yake ya mwisho, na hapa mmoja akilegea tu kidogo mwingine atakuwa na dunda ndani ya finali. Na tunavyozungumza sasa hivi mwana Dr. Agri anaongoza akiwa na alama 64, vikapu 64 kwa vikapu 59 ambazo wana Lukenya washatinga ndani, na dakika chache kwanza sasa hivi wapo mambo yatasalia hivi Dr. Agri huenda akaeza kuingia katika finali yake ya pili mfululizo, akieza kutetea taji la hasa mpira wa vikapu kwa wanaume hasa. Bila shaka mashindano haya, kando na mpira huu wa vikapu, kuna matokeo mengine ambayo yaliweza kushuhudiwa katika mashindano mengine. Tuliweza kushuhudia hasa upande mwingine wana Kayatiwi, upande wa wasichana, vikapu vya wasichana, Kayatiwi wakiweza kufuzu katika finali baada ya kuweza kuwazaba St. Joseph's Kitale kutoka Bonde la Ufa vikapu 60 kwa 42, huku mabingwa watetezi vikapu vya wanawake ambao ni Butere pia wakiweza kufuzu katika finali baada ya kuwazaba wawakilishi kutoka eneo la pale Nairobi Olympic High School hapa vikapu 62 kwa 35. Katika mchezo wa handiboli wanaume, Kamito waliweza kufuzu finali baada ya kuwazaba Manyata mabao 28 kwa 26, huku Vihiga nao wakiweza kufuzu katika finali katika mpira hasa wa raga, wachezaji 15 kila upande baada ya kutoa ushindi hapa alama 10 kwa 8 dhidi ya Upper Hill. Hapa Vihiga sasa watakuwa wanapatana na bila shaka wana Kisii School ambao waliweza kuwazaba bila shaka wana All Saints ambao ni mabingwa watetezi katika mechi hiyo. Upande wa handiboli ya wavulana, Kimilili waliweza kufuzu katika finali na watakuwa wanatetea ubingwa wao baada tu ya kuwazaba Highway ambao walikuwa wawakilishi kutoka Nairobi mabao 21 kwa 14. Nusu finali hizo ambazo zinapigwa na sasa hivi finali za mwisho zinaandaliwa. Mpira wa vikapu hapa Dr. Agri dhidi ya Lukenya, na upande mwingine Dagoreti wanapiga hasa mechi yao ya kuweza kufuzu katika hasa finali dhidi ya Upper Hill. Niweze kuwauzisha washikadau ambao wamekuwa mstari wa mbele kuna kwamba mambo yanakuwa vizuri. Nizungumze na katibu mkuu katika shirika la michezo ya shule za upili KSSA ambaye ni Bwana Ngugi. Bwana Ngugi, karibu zaidi kwenye KTN Pakubwa. Hii leo mambo magumu zaidi, nusu finali zinapigwa siku hii ya 4. Imekuwaje upande wako kwa ujumla, mashindano yakoje? Mashindano imekuwa ya kufaa sana, na unaona timu zote zimejiandaa vilivyo, na pia sisi kama watu wale wanasimamia hii michezo tumehakikisha michezo haina mamuluki. Tumetengeneza app ile inahakikisha kama wewe si mtoto wa shule hapa huwezi cheza kabisa. Sasa tunaona hiyo imeleta balance na michezo imekuwa hali ya juu, imekuwa kama real sports festival for school going children. Imekuwa mzuri sana, unaona mashabiki nao wamefurahia kweli. Sasa tunaona kesho mafinali itakuwa ya hali ya juu. Asante. Yeah. Asante sana. Huyo ni katibu mkuu Bwana Ngugi akiweza kuzungumza nasi. Pia nimehusishe kwa haraka tu mwenyekiti dakika 2 hivi aweze kunieleza mambo yako vipi. Bwana Kipchumba Maiyo, mwenyekiti wa shirika la michezo ya shule za upili nchini, karibu kwenye KTN. Tuanze tu kwa ujumla, tutarajie nini hapo kesho? Asante sana kwa hayo mahojiano. Nafikiri kesho tutakuwa tunatarajia very very competitive game. Tutatarajia wanafunzi na standards zenye zitakuwa juu. Tumeona kwamba tukifikia kwenye semifinali na kuelekea mbele imeenda juu sana. Na kwa mfano leo hata riadha ilienda juu sana, na tunatarajia mambo mazuri. Tunashukuru sana kwa
sponsorship ya KTN na wale wengine wenye wameweza kusensitize hii game ionekane ya kwamba mashabiki wamekuwa wengi na imeleta michezo iliyo hali ya juu sana. Yes. Asante sana na kila laheri bwana Kipchumba. Asante sana. Huyo ni Kipchumba Maiyo, mwenyekiti hasa wa shirika la uandaji wa mashindano haya ya shule za upili. Kwa hivyo Hadia, nitakuwa hapa licha ya kijasho ambacho kinanitoka hasa, nitahakikisha kwamba na wajuzi watazamaji wetu matokeo na matukio jinsi yatakavyokuwa yanajiri mechi hii, matokeo yake, nani atakuwa nafuzu finali, na hapo kesho Jumapili wakati Ngarambe inapigwa finali pia utatutegemea hasa kutujuza yote kutoka katika shule hii ya upili ya Shimo la Tewa, na kurejesha moja kwa moja kwake Hadia. Bila shaka asante mwenzangu Davis Mberia, na mimi nikiwa mzao wa eneo la Tiwi na hususan eneo bunge la Matuga kaunti ya Kwale. Bila shaka nashabikia ile timu ya wanadada wa Kaya Tiwi, nikiwatakia kila laheri kwa kuingia finali kesho. Tutakuwa tunachukua ushindi apatipo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na mpokeza uskani mwenzangu Dennis Aseto anachukua matangazo haya kwa lugha ya Kimombo. Mimi nakuaga studioni, jina langu ni Hadia Mwasiwa, hadi wakati mwingine inshallah, kwa heri.